Bana Nasir Arfan, mambo vipi bro? Safi alhamdulillah, vipi nawe? Mimi namshukuru Mungu, silalamiki, niko vizuri. Alhamdulillah. Sawa. Nasir Arfan, kuna kiza kama vile kinataka kuingia kwenye mpira wa Tanzania. Kila kona unapopita CAF, TFF, FIFA ndo mambo yanazungumzwa, lakini kubwa zaidi ni FIFA kufanya uchunguzi kwenye mpira wa Tanzania. Lengo ni nini? Kutazama kama mpira wetu unaingiliwa na siasa zetu za Tanzania. Hii kwa upande wako imekaaje? Maana kuna kiza tunakiona mbele kikubwa kweli kweli wanasoka. Mimi kwangu inakuwa ngumu kudiscuss juu ya hilo swala kwa ajili taarifa ambazo zinazungumzwa kwanza sio rasmi. Okay. Hazijathibitishwa na mamlaka yoyote ambayo ni rasmi. TFF hajathibitisha hilo, FIFA hakuna uthibitisho wa hilo. Na hakuna barua yoyote ambayo labda unasema angalau hii imevuja alafu inaonekana ni official letter. Kwa hiyo ni rumors tu ambazo zinaendelea mitandaoni. Kwa hiyo inawezekana ni propaganda tu za kikundi fulani zimeamua kuzusha hizo propaganda, lakini kwa hivi sasa sidhani kama kuna mtu yoyote ambaye anaizungumza hiyo alafu akatuonyesha kwamba huu ni ushahidi rasmi kwamba hii labda ni barua ya FIFA, ama hii ni barua ya TFF, ama hii ni barua ya taasisi yoyote ambayo inahusika hapo. Kwa hiyo nafikiri ni kwa mpaka hivi sasa ni ngumu kudiscuss kwa ajili ni rumors tu, na inawezekana labda zikawa ni propaganda tu, lakini hakuna uthibitisho wote kwamba hichi kinachozungumzwa ni kweli kinaendelea. Ziko taarifa ya kwamba mamlaka ya soka kwa sasa hawako vizuri kwa maana ya position zao. Inaonekana kuna mengi yanafanywa ambayo ni kinyume na taratibu za mpira wa miguu. Watu wanaeleza labda mamlaka yenyewe inajaribu pia kuwapa wale watu wenye nguvu kuposti taarifa hizi ili lengo kutisha serikali isiweze pia hata kutolea macho, kwa sababu kwa kivuri hicho cha kwamba mpira na siasa ukiingiliwa tunaweza kufungiwa. Taarifa hizi mezani kwako zimekaaje? Taarifa zinaeleza ya kwamba baadhi ya viongozi kwenye mamlaka ya mpira kwa maana ya TFF hali zao sio nzuri, yani wanaweza kupigwa mapanga muda wowote. Sasa hao viongozi ndio wanajaribu kutengeneza siasa hizi za kwamba FIFA watakuja kutufungia au FIFA wanakuja kufanya uchunguzi. Lengo la kwamba yani kutisha baadhi ya mamlaka za kiserikali kutokuwachunguza, wakiamini ya kwamba huenda FIFA ikatufungia tukifanya hivi ambavyo tunafanya. Je, taarifa hizi mezani kwako zimekaaje Nasri? Unajua ni ngumu kuthibitisha hiyo. Yaani hapa kikubwa tutakachofanya ni kuconnect baadhi ya mambo mbalimbali ambayo yamekuwa yanaendelea. Mfano jana Karia alikuwepo Arusha, sio? Kuna baadhi ya miradi ambayo alikuwa anaifungua na akaulizwa juu ya hilo. Na jibu lake alisema ni kwamba kuna uhusiano mzuri baina ya FIFA na serikali. Na ndio maana hata baadhi ya project kwa mfano za CAF zinaendelea Tanzania, mfano kuendesha michuano kama CHAN na AFCON, na kuhodhi michuano kama hiyo hauwezi ukahodhi kama hizo federation mbalimbali kama CAF na TFF. Yes. Hakuna uhusiano mzuri na serikali. Tunahitaji msaada mkubwa sana kutoka serikali, mfano viwanja hivi hatuwezi kujenga wenyewe watu wa mpira. Okay. Tunahitaji msaada kutoka serikali, miundombinu kama barabara, vitu kama hivyo lazima, mahotel na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tukisema Karia kwamba kuna uhusiano mzuri baina ya serikali na hizi federations za mpira. Hicho ndo cha wazi ambacho tunachokisema. Kwa mimi mpaka saizi ninachokiamini ni kwamba hakuna tatizo baina ya serikali na chombo chochote cha mpira, kiwe cha dunia, Afrika na mpaka Tanzania. Ndio. Kwa mujibu wa maelezo yako japo kidogo nimekuelewa, na baadhi pia wadau wanasema hizi huenda ni propaganda tu zinaanzishwa na baadhi ya watu. Nasri, wewe ni mkomavu kwenye mpira wa miguu, ukiuchambua kwa muda mrefu na kufuatilia pia. Unafikiri propaganda hizi kwa nini zinakuja nyakati hizi? Nini hasa hapa kinalengwa? Sasa hapo ndo bila kosa mzizi wote wa kuconnect ili jambo. Mfano labda kipi ambacho kimetokea hapa nyuma kikawafanya FIFA labda washtuke kidogo, ama kipi ambacho kimetokea hapa nyuma kilichofanya baadhi ya watu labda wazusha hizo rumors, ama baadhi ya watu wajaribu labda kuripoti haya mambo FIFA. Kuna vitu vingi sana hapa ambavyo vimetokea juzi. Je, ni ili swala la juzi hapa la masuala ya Africans na masuala ya dabi kutatuliwa, kwamba wanahisi kwamba serikali imeingilia, ama kile kilichotokea March 8 na baada ya kile kikao cha watu wa bodi na Yanga
yalivyoibuka kwamba kuna mtu alipiga simu, mtu ambaye ni mzito. Hapo basically unazungumzia kwamba hakuna mtu mzito kwenye nchi zaidi ya mtu ambaye anatoka kwenye serikali. Ndio. Je, huyo ni mtu wa serikali alikuja kuingilia mpira, ama uamuzi uliotoka juzi kuna uhusiano wa serikali kuingilia? Kuona kosa ile moja kwa moja kujua ni kipi ambacho yani ni upi mzizi ambao labda umepelekea hadi rumors hizi kutoka, ama mtu ambaye labda alifikiria labda kwenda kushtaki ili swala FIFA, kipi ambacho kimesababisha hapo. Kwa kuna vitu vingi ambavyo mimi kuconnect dot moja kwa moja juu ya kimoja ndio unakuwa nakosa hiyo link. Okay. Mtazamo wako Nasri kwa dabi ya Kariakoo toka tarehe 8 mpaka tulikofika, maamuzi ambayo yalikuwa yanafanywa, lakini pia hata kutokupata uwazi wa taarifa kwa maana ya ripoti mbalimbali juu ya huo mchezo, unafikiri kuna namna yoyote serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania labda imejaribu kuingilia masuala haya ya mpira kwa jinsi ambavyo sakata hili lilivyokwenda mpaka sasa tulipo? Mimi nafikiri sina kwanza hakuna taarifa rasmi kwamba serikali imeingilia. Hakuna taarifa rasmi yoyote kwamba serikali imeshauri popote. Yaani hakuna hiyo taarifa rasmi kwamba serikali ndio imeamua ama imefanya juhudi. Hakuna hiyo taarifa rasmi zaidi ya kwamba watu wameona picha alafu wameconnect dots na wameona kile kilichotokea saa chache baadaye baada ya zile picha kutoka. Nafikiri inawezekana labda walikuwa sehemu ya kushauri. Na of course kuna sehemu ambapo sisi kama wana michezo tunahitaji pia serikali. Lakini sasa kama itakuwa ndio swala hili ambalo limepelekea hizi rumors, kidogo mimi nitakuwa na wasiwasi na watu wanaoongoza hizi nyadhifa za mpira wa hii nchi. Mimi toka mwanzo nilishasema kwamba hapakuwa na tatizo kubwa sana kwa kufanya huu mzozo hadi uwe mkubwa. Ndio. Hadi serikali na wao wajaribu kutoa ushauri. Yaani ile inaonyesha jinsi gani sisi ambavyo watu wa mpira ni dhaifu. Yaani lile lilikuwa ni swala dogo ambalo sisi wenyewe tulikuwa tunaweza kuliamua bila kusubiri serikali labda ije kushauri na vitu kama hivyo. Hapakuwa na issue kubwa. Na ndio maana hata baada ya zile picha uamuzi uliokuja kutolewa ni uamuzi ule ule ambao wengine tulikuwa tunausema kabla ya yale maamuzi kuchukuliwa. Kuna makosa ambayo waliyafanya bodi ya ligi kwenye kughairisha ile mechi ya match 8. Kuna makosa hapakuwa na sababu yoyote ya kughairisha ile mechi, na sio tu kinadharia, lakini hata watu wenyewe wa bodi ya ligi baada ya pale walikuwa wanazungumza. Mfano kulikuwa kuna clip ile nayo sambaa ya Mgutu. Wakati anasema kwamba ilikuwa ni ngumu labda kutumia kanuni na timu moja labda tungeshusha daraja. Tungeweza sijui. Unaona kwamba walishashindwa kuhandle ile situation toka match 8. Kwa hiyo kilichotakiwa baada ya pale ni hao ambao wapo kwenye federation. Bodi ya ligi haina mamlaka kamili. Kuna watu ambao wapo juu ya bodi ya ligi. Sasa wale watu ambao wapo juu ya bodi ya ligi walitakiwa wawajibishe wale wenyewe kwamba wale walikuwa labda wanatakiwa wafutwe kazi ama wasimamishwe ama wengine waondolewe, then mambo mengine yaendelee. Kwa hiyo ilikuwa ni hatua ndogo tu ambayo sisi wenyewe watu wa mpira tulikuwa tunaweza kuichukua, lakini tukafanya ule mzozo hadi ukawa mkubwa mpaka yakaja mambo mengi. Yote yalitakiwa kufika huko alipofika. Kwa nafikiri mzizi wa haya matatizo yote ni sisi wenyewe watu wa mpira. Tunashindwa kuhandle situation ndogo mpaka yanakuja mizozo yanakuwa makubwa. Kwa nafikiri chochote ambacho kitakuja kutokea huko mbeleni, nafikiri mzizi wa matatizo ni sisi wenyewe. Na inawezekana sisi wengine hatupo kwenye hayo matatizo, lakini hawa ambao wapo kwenye hizi nyadhifa za uongozi ama hapo kwenye hizi mamlaka wamekuwa na matatizo kusema kweli, mambo madogo yanawashinda kuyaamua. Nasri, utusaidie sasa wapenda soka na watazamaji pia wanataka wafahamu hivi ni makosa yapi ama muingiliano upi zaidi ukifanyika kati ya serikali na mamlaka za mpira kwenye nchi husika. Hapo moja kwa moja FIFA lazima wakupe bani kama ilivyofungiwa majirani zetu Kenya. Ni issue gani hili, na sisi labda tukikaa sasa tuanze kutazama, je, ni kweli hapa litakuwa kumeingiliwa au hapana, na tupate jibu la moja kwa moja kwamba hizi huenda zitakuwa ni propaganda kama tunavyoamini baadhi ya watu wanazizusha, huenda kwa maslahi ya watu fulani kwa ajili ya kuogopesha serikali pia sitazame vizuri ama isitolee macho zaidi kwenye mpira wetu. Kuingilia mpira, yani kinachokatazwa hapa ni kwamba serikali isiwe inaingilia mpira moja kwa moja. Mfano mpira
una ngazi zake za kiuongozi na una mifumo yake. Ndio. Mfano sisi tuna TFF, tuna bodi ya ligi, lakini tuna nini zile, tuna mamlaka zile za nini usema zile za usuluhishi. Zipo hapa Tanzania za usuluhishi. Kwa hiyo unapotokea mgogoro wote baina ya timu na timu, baina ya timu na federation, baina ya timu na bodi ya ligi, tuna hizo mamlaka za usuluhishi ambazo tunatakiwa tuende huko, tusiende kwa serikali. Sasa kwa mfano inapotokea mgogoro labda baina ya timu na timu, labda ni juu ya usajili, kwamba hapa kuna masuala ya usajili, mchezaji huyu hajaeleweka iwe hivi, inachoshauri FIFA kwamba nenda kwanza kwenye mamlaka za usuluhishi za nchi yako. Inapotokea swala kama hilo hamjapeleka kwenye zile mamlaka za usuluhishi za mpira wa nchi yako, unaenda ukalipeleka serikalini, na serikalini moja kwa moja wakalitolea maamuzi kwamba huyu mchezaji hataki kwa huko, yani hapo mnakuwa mmevuka ule utaratibu wa FIFA na mmeenda kuishirikisha serikali sehemu ambayo inatakiwa kushirikishwa. Kwa hiyo hilo ni kosa. Na hata mnapoona kwamba hamkupata haki yenu kwenye mamlaka za usuluhishi za ndani, kama ambavyo walikuwa wanasema Yanga kwamba kwenye hizi mamlaka za ndani hatuna imani nazo, ukipita na ukaona kwamba utendewi haki huko, kuna ngazi ya juu ambayo ni CAS. Ile ni ya kidunia. Lakini wewe unapokuwa hujenda CAS, umeenda serikalini kwenda kuishindikiza serikali ije itolee maamuzi, hapo unakuwa umevuka zile taratibu ambazo zimeekwa na FIFA, na wewe umeamua kwenda serikalini na kuifanya serikali ndio itoe maamuzi, hali ya kuwa sisi kwenye mpira kila tatizo kuna solution lake. Mfano hata kama TFF wakati wanapitia huu mgogoro na Young Africans kwamba kuna mashinikizo kadhaa kwa Yanga, wana madai haya dhidi ya bodi ya ligi, dhidi ya TFF wangeenda serikalini kwenda kuihusisha serikali, wangekuwa wamekosea. Kuna nafasi ya federation ya karibu yako ambayo una uhusiano nayo mzuri, mfano South Africa, mfano Burundi, kwamba labda sisi huku Tanzania tunawashirikisha South Africa kwamba tunatizolea zile tuna handle vipi, wanaweza akatusaidia kama wao wana hiyo experience. Burundi wanaweza kutusaidia, Kenya sijui wapi na wapi, ama ndio kuna hivyo vyombo vya usuluhishi kama mmeshindwa huko kuna CAS na hivyo. Kwa mpira nafikiri wanachokitaka hapa FIFA ni kwamba mpira uamuliwe kwa sheria za FIFA. FIFA wana sheria zao na wana vyombo vyao vya kusuluhisha mambo. Lakini unapoenda kupeleka kesi kama hizi serikali wana sheria zao, hawatumii sheria za FIFA. Kwa hiyo wataenda kuamua mpira bila kutumia sheria za FIFA ambazo zimeandaliwa na kila sehemu kuna mamlaka zao. Kwa hiyo nafikiri sehemu ambayo utakuwa unakiuka matakwa ya FIFA ni kwenye tatizo lolote kwenda kushirikisha serikali. Serikali wataamua kulingana na sheria zao za kiserikali na za kinchi, lakini mpira una sheria zake na una miongozo yake ambayo ipo FIFA. Kwa hiyo nafikiri nini kubwa ipo hapo kwamba kesi yoyote iamuliwe kimpira iamuliwe na hizi ngazi ambazo zimewekwa na FIFA na sio kwenda kuamuliwa kwa mujibu wa sheria za kiserikali. Nasir Harfan, mimi nikushukuru sana bro kwa hili, umetupa ufafanuzi mzuri na sisi tumekuelewa vizuri mno. Shukrani. Asante. Kutana na MC Sisco, MC ambaye atasimamia sherehe yako kikamilifu na kuifanya iwe na viwango vya kimataifa kutokana na uzoefu alionao katika tasnia ya UMC, uandishi wa habari na utangazaji. Ukiwa na harusi, send off ama events mbalimbali, muite naye atakuhudumia. Pia ana huduma za picha pamoja na video zenye ubora wa HD. Ana sound ya mziki mkali pamoja na DJ anayekizi vigezo vya DJ. Ofa sasa, usafiri bure kwa maharusi, zawadi ya picha mbao kwa maharusi, bila kusahau photo magazine. Kama unahitaji sherehe yako ionekane ya kisasa, jibu ni Sisco J Entertainment. Wanafanya kazi ndani na nje ya Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi piga 0782055044 au tembelea kurasa yake ya Facebook Nicholas Johnny, Instagram Sisco J_5. MC Sisco, Master of Ceremony.